Mungu kama hatujakaa nalo tukalitafakari, tukaliishi, tusahau kitu kinachoitwa matokeo au mafanikio. Unataka upate juice ya chungwa, lazima uikamue vizuri. Unataka neno la Mungu likupe majibu, lazima hili neno liangalie, ulishikilie, ulitafakari mchana na usiku. Na ndio tunachosema hapa, mtu ambaye ataangaliwa na Mungu na Mungu atamuinua na atamfanikisha. Anasema hivi, turudie hapa somo la moja. Anasema Zaburi ya kwanza, tumeanza kitabu cha Isaya sura ya 66 mstari wa kwanza. Kitu ambacho Mungu anataka kwako, anataka moyo uliopondeka, moyo ulionyenyekea, moyo ambaye umezingatia kanuni zake, moyo ambaye umesimama kwenye njia za Mungu bila kutikishika wala kuogopa. Unatetemeka tu unaposikia sauti ya Mungu. Inasema hatua 7 za mafanikio. Bado tuko kwenye hatua ya kwanza, angalau tunakimbia sana. Sasa Zaburi hii ya kwanza tunaendelea, anasisitiza misingi ya kufanikiwa kwako. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mzaha. Anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Anasemaje tatu? Anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzaayo matunda yake kwa majira yake, wala tawi yake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Nimesema ziko hatua 7 za mafanikio. Kwa haufanikiwi kama hujalishika neno la Mungu na kujitenga na njia za mashauri ya haki na njia za wakosaji na mabaraka wenye njaa. Wako watu mpaka leo ni Wakristo, ni wana Mungu, lakini bado wanamsahau. Hata mbele za Mungu bado wanamsahau. Hata kwenye maombi bado utatulia, bado unatulia mbele za Mungu. Yaani humaanishi na kitu kinachofanya. Unaweza ukaongea upuuzi mbele za Mungu. Katika Mithali sura 5 anasema linda Mungu wako unapoingia mbele za Bwana. Ulinde. Sasa sema linda kinywa chako unapokuwa mbele za Mungu. Unaposimama kama kuhani, umesimama kati ya Mungu na wanadamu, lazima uonyeshe ule utiifu wa Mungu. Lazima uonyeshe ya kwamba hapa tuko mbele za Mungu. Lazima umejitafuta na umejipata na kujua kwamba niko mbele za Mungu. Sio mbele za Mungu na wewe kufanya. Unaweza kuongea wewe, unaweza kuongea mbele za Mungu. Sio unaangalia mimi kama anasikiliza anachosema. Wewe ukiangalia mwenyewe na hali yako, unaweza kusema umeshindwa kupiga hatua kwa sababu ya umakini wako. Utakubali kutafakari hili neno. Hili neno anasema ukilitafakari mchana na usiku, ukapendezwa na sheria zake, anasema utafananishwa na mti. Hii ndio siri na hatua ambayo Mungu ametupa katika Mungu, ya kwamba tuna uwezo wa kufanikiwa kwa kila kazi tunayotenda, lakini sheria yake, kanuni zake ziko hivi. Anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendeze Bwana. Hiyo sheria yake, yaani mapenzi ya Mungu yakupendeze, na mapenzi yake uyatafakari mchana na usiku. Ukishafanya hivyo ukaishi, umedumu kwenye maombi, umedumu kwenye neno, umedumu kwenye ushirika, umedumu kwenye utoaji, hakuna kitakachozuia wewe kufanikiwa. Nimechungamanisha na hii madhabahu, matokeo ambayo napata ni kinyume kabisa na historia ya maisha yangu. Nina matokeo ambayo nasema kwamba hiki ni kitu ambacho Mungu anamtaka mtu ambaye amekubali kuchungamanisha. Kwa hatupati kwa sababu hatujaheshimu Mungu. Tena neno nasikia kwamba ukiheshimu na mimi nakuheshimu, ukinipenda na mimi nakupenda. Hebu pia kiwango changu cha kupenda. Na utajua wale Wakristo wengi, wanakwenda wengi hawapendi Mungu. Wapende, hawapendi. Ukimpenda Mungu utamkimbilia. Utampenda Mungu utamkaribia. Ukimpenda Mungu utaipenda kazi yake. Utapenda madhabahu yake. Utajitoa kwa ajili ya Mungu. Lakini angalia watu wengi, hakuna
ile kiu na msukumo ndani yao. Misingi yao imeharibika. Roho Mtakatifu anaongea kitu katika Zaburi ya 11 mstari wa 3. Anasema misingi imeharibika, mwenye hata yafanya nini? Usipoteze ushirika wako na Mungu. Hatua ya kwanza itakayoinua maisha yako ni kuwa ushirika na Mungu. Ibada yako na Mungu, mapenzi yako na Mungu, hatua zako na Mungu, hizo ndio zitakazokufanikisha wewe. Na anasema kabisa, ukidumu kuyatenda mapenzi ya Mungu mchana na usiku, angalia matokeo yake. Anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala tawi yake hakinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Unalo neno kwa ajili ya maisha yako yasiyozaa. Unalo neno kwa ajili ya maisha yako ambayo haina uzao, lakini je, unashika hilo neno? Unalikamataje? Mungu ametupa silaha, Mungu ametupa nafasi ya kushinda, Mungu ametupa uwezo wa kuongezeka, lakini hatuko tayari kushikamana na jina la Mungu. Kwa matokeo hayo tumekosa uzao, tumekosa kuongezeka, tumekosa kupiga hatua, mafanikio yamekoma, uwezo wa kufanya jambo la Mungu litokee umekoma. Kitu gani kimepungua? Ushirika wa Mungu. Hii ni hatua ya kwanza ambayo itakupa mafanikio. Hatua ya pili itakayokupa mafanikio, lazima Mungu naye mtumikie, unayemcha kumwamini. Usipomwamini huyu Mungu kwamba yeye ana uwezo wa kukusaidia kwenye hitaji lolote ulilonalo, usipomwamini Mungu ukaamini kwamba ana uwezo wa kukusaidia, mafanikio yako yatakoma, kwa sababu hautamwamini Mungu kwenye mambo makubwa, hautamwamini Mungu katika matokeo makubwa. Anasema Mungu lazima muamini katika vitu vikubwa. Ndio maana anaongea neno, ukiwa ndani ya Kristo yatazama yaliyo juu. Sasa anasema katika Waebrania, hii ni hatua ya pili, Waebrania 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6. Hii ndio hatua ya pili ya mafanikio. Mungu ametaka wewe ufanikiwe, Mungu ametaka wewe uongezeke. Sasa katika Waebrania anasema, Waebrania 11 mstari wa 6, ambao mimi naupenda sana. Ninamwamini Mungu katika mambo makubwa kweli, na ninaona Mungu akinisaidia. Anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amdai Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana asifiwe. Hatua yako ya pili ya kufanikisha na kuwa imara, lazima uwe umemwamini huyu Mungu kwenye jambo lolote. Yaani jambo lolote la maisha, hata kama ni ngumu kiasi gani, lakini ukijua hili ni Mungu, usiogope kukanyaga. Unaweza kumwona Petro alipomwona Yesu anatembea juu ya maji, yeye alisema kama vile wewe naomba na mimi nje. Kwa hiyo lazima ufike mahali unaweza kukanyaga mahali ambapo unajua kweli hapa mimi nitazama, lakini pamoja na Mungu unajua sijame, utakanyaga. Lazima uwe na maono ambayo wewe mwenyewe huwezi kuyafanya, na hiyo ndio imani. Imani haiji imani kama unafanya mambo ambayo yako ndani ya uwezo wako, yako ndani ya akili yako, basi sio Mungu. Hata maombi lazima tuombe maombi ambayo yanazidi uwezo wetu, yanazidi akili, na hivyo ndio Mungu anapozidika. Kwa sababu anasema ninajibu kuliko kuomba, ninajibu kuliko kuwaza, wakati ya nguvu. Sasa hatua yako ya pili, lazima umwamini Mungu. Tunaipata kwa Waebrania 11:6. Na pasipo imani wewe Mungu huwezi kumpendeza. Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na unaweza kuona kwa nini una imani? Kwa sababu toka Januari mpaka Disemba hutaonyesha badiliko lolote la imani.
utaonyesha badiliko yote la maisha. Utaonyesha hata usemi ukibadilika. Utaonyesha hata mwenendo ukibadilika. Hiyo ni ishara ambayo inaonyesha haumwamini Mungu. Ungemwamini Mungu tungeona ulisha. Nianza katika vitu ambavyo niliwaambia watu. Moja ya kitu Mungu anaangalia ni neno. Mungu alimwambia Yeremia, aliangalia neno lako ipaswe kulitimiza. Sasa Mungu, mwaka umeanza, tumeingia 2025. Mungu ametupa neno kubwa zuri kabisa. Anasema huu ni mwaka wa kuzaa na kuongezeka. Sasa wewe hujataka hilo, hujalishikilia, hujakaa ukalitafuna, ukaliganisha hilo neno na maisha yako. Ukasema Mungu, sasa nataka nishai kwanza kwa habari ya imani, kwa sababu imani ndiyo inayekupa wewe kumpendeza Mungu. Wewe imani ndiyo inayekupa wewe kuongezeka, wewe kupiga hatua. Itakuonyesha kwamba katika imani hakuna jambo gumu. Kwa imani hakuna jambo gumu. Sasa angalia kitabu anasema hatua ya 3 ya mafanikio. Naona tutaishia hapa. Angalia kitu kimoja. Angalia kitu ambacho Yesu anasema. Alafu pima maisha yako na tafsiri na aina wewe ambavyo unaendesha maisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeomba Mungu anisaidie kufundishana. Yaani tusikubali kukaa mahali ambapo wewe umekaa tu, hata ile kiu ya Mungu ndani yako imekufa. Ujasiri na bidii kwa Mungu imekufa. Yaani wewe upo mtu wa kanisani, mtu wa mataifa, mtu wa wapi, haijulikani maamuzi na msukumo wako kwa wapi. Haijulikani upo. Ni mtu ambaye unaweza kufanya chochote kwenye maisha yako. Chochote kinachokuja kwako ni sawa. Ukifikia hatua hiyo, mafanikio ya Mungu kama mwana wa Mungu ni gumu. Mungu hajatuita ili tuje kuwa mitume. Mungu ametuita ili tuje kumiliki. Mungu amejitoa ili atupe utawala, atupe mamlaka, atupe nafasi ya kumzidisha Mungu hapa duniani. Sasa unapopata Mungu, ukipomwamini ahadi zake zimepotea. Sasa angalia kitu ambacho Yesu anasema. Mathayo 17 kuanzia 17 mpaka 21. Mathayo 17 kuanzia 17 mpaka 21. Hii ndio siri ambayo Yesu amekupa. Nisomee tumesoma. Somea hapa Mathayo 17. Hii hatua ya 3 ambayo ukifanya na kuishi hakuna kitakachotukia. Jina la Mathayo mtakatifu sura ya 17. Ndio. Mstari nitasoma kuanzia 17 na kuendelea. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakasema, mbona sisi hatukuweza kuitoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana nami nawaambia, ikiwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, utauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwapo neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Bwana asifiwe. Unaona kitu ambacho kinaweza kikazuia mafanikio yako ya imani, hata ya maisha, hata ya jambo lolote. Hao wanajua kwamba ni watu wakawaletea mtu mwenye ugonjwa, wakajua kwamba hao wana majawabu, hao wana majibu ya hili tatizo walio nalo, wakaenda kwao. Walipofika kwao wakajaribu kufanya, lakini kumbe ndani yao walikuwa hawana imani.
Kwa imani ndio kitu ambacho kinaweza kukainua maisha yako. Imani ndio itakayobadili hata kutafuta kwako. Imani ndio itakayobadili maamuzi ya maneno yako, maamuzi ya maisha yako. Kwa hiyo anasema nyinyi mmepungukiwa na imani. Sasa anasema ukiwa na imani kidogo tu utaamuru. Kwa hiyo hatuanze kuamuru, hatuanze kutisha kama imani ndani yetu imekufa. Kwa hiyo unaweza kujua kilichokuwa ndani yako. Ukiwa na imani, chochea imani ndani yako. Chochea hiyo imani ya Kristo Yesu ndani yako ili Mungu aone kwamba wewe na yeye sasa mmekuwa shirika. Unatenda kazi pamoja na Mungu. Mungu yuko pamoja na wewe. Sasa anasema ukifikia hatua hiyo, amuru hata ulima uondoke, amuru tatizo liondoke, amuru jambo lolote liondoke. Kwa hiyo hatuondoi tatizo kama hatujajumuisha na Mungu. Ndio maana tunasema siku hatua za mafanikio, hatua siku shaka. Tutajifunza hizi vitu ambazo tunaona. Kitu cha kwanza ni uchamungu, ushirika pamoja na Mungu, ushirika wako na Mungu, unyenyekevu wako na Mungu. Anasema Mungu anamwangalia mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, anayetetemeka anapolisikia neno la Mungu. Sasa wewe una ratiba ya Mungu kwenye maisha yako. Ratiba ndogo tu ya ibada ya Jumapili, umeshindwa kuzingatia hata hiyo. Umeshindwa. Halafu nataka uwe mtu wa matokeo. Sahau kabisa. Moyo wako utajaa machozi kila siku, utajaa matatizo kila siku, kwa sababu ule unayekupa uwezo, Mungu anataka kukusaidia, umemwacha mbali. Na kwa matokeo hayo, matatizo ya dunia yatakujia, matokeo ya ulimwengu yatakupata. Hautakuja kufurahia wema wa Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio maana tuna Wakristo, tuna watoto wao kabisa. Yesu ni Bwana Mwokozi wao, lakini wanaanza Januari mpaka Desemba hawajawahi kuona wema wa Mungu kwenye maisha yao. Wanaona tatizo kutoka Januari mpaka Desemba, wanaona matatizo, hawaoni kitu chochote. Kitu gani kinatokea? Umepoteza nafasi yako na Mungu, umepoteza ushirika wako na Mungu. Hawa watu walishiba pale walipokosa imani. Anaambiaje? Anaambia, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana mimi nawaambia, ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, utauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala hakutakuwepo na neno lisilowezekana kwenu. Sasa pointi ya tatu ambayo ndio kifungo cha wana wa Mungu. Wana wa Mungu anaweza kuwa na imani lakini hawezi kuomba, hawezi kuamrisha hali mbaya itoke, hali aibu itoke. Sasa nasema hivi vitu vya milima, upungufu wa imani kutoka kwenu kutaondolewa na hii. Anasema lakini kwa namna hii itoke, ila tu kwa kusali na kufunga. Lini umekaa unasali juu ya hali yako, juu ya maisha yako, juu ya kazi, juu ya kile unachofanya? Hivyo umekaa mbele za Mungu, unamsihi Mungu akuondoe kwenye tatizo ambalo limedumu kwako na limekufanya wewe uko shambani, hauna raha maishani, hauna furaha ile kwamba ni mwana wa Mungu lakini hauone imani. Na hiyo haikusaidii wewe. Matokeo ya mwana wa Mungu ni mtu ambaye umejaa majibu ya Mungu, umejaa suluhu za Mungu. Lakini kitu cha nne kinachoweza kubadili maisha yako na kukupa mafanikio, twende katika Luka sura ya 6 mstari. Luka sura ya 6 na neno hapa, Luka sura ya 6 mstari wa 38. Unataka kufanikiwa, hebu jifunze tabia hii. Kuna tabia ambayo Mungu anatuonyesha. Luka sura ya 6 mstari wa 38. Nimesema hatua 7 za mafanikio. Hatua ya kwanza mcha Mungu, hatua ya pili tafakari. Mtende nisomee tuishi. Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 38. Tunasoma kwa jina la Bwana. Ndio. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Hicho
watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kipimo kile kiliacho ndicho mtakachopimiwa. Amina. Hiyo tu. Hii hatua ambayo itainua maisha yako. Kuwapa watu. Ulikuwa ni mtu ambaye unaishi na watu, hujawahi kumpa mtu kitu. Hujawahi kuwa mkarimu. Hujawahi tena maana maisha yako yani watu wamekimbia kabisa. Watu hawako tayari kuwa na wewe. Ni choyo. Sasa maisha yako ili yainuke. Maisha yako ili yawe na watu. Hatua ya kwanza nyingine ambayo itaibadilisha maisha, kuwa mtu wa kutoa. Wape watu vitu. Wape watu. Toa sadaka. Jifunze kutoa. Watu wajue sana. Na usimamie maisha yako yamejaa ukame. Watu hawako tayari kukaribia. Wanajua ile choyo huu fai. Sasa Yesu anasema hivi, wapeni watu vitu nani mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika, ili watu watakavyowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile upimacho ndicho utakachopimiwa. Bwana asifiwe. Bwana wa Mungu, hii imani tusichukulie tu tunavyohitaji. Tumejaa hali ambayo hata haina mvuto kabisa. Yaani haivutii. Hauko tayari kutoa. Sasa anatuonyesha unataka kufanikiwa, wape watu vitu. Onyesha ukarimu, wapende watu. Sitoe. Kutoa kunaharibu maisha yako. Sijaona ukame kwa kazi yako au kwa biashara yako. Ninaona ongezeko. Nimeshasema hapa kwamba dukani kwangu nilifanya tabia moja. Nilitoa mtaji kama $500, nikasema hii nitakuwa napa mtu ambaye anakuja kukopa. Mimi nitampa. Sitamwambia kwamba nimekupa, lakini nitakupa. Natoa kwenye yangu. Nimemwambia Mungu hii niweka kama sadaka yangu. Kwa ajili ya hii biashara, kwa ajili ya hii duka. Naomba hiyo sadaka ambayo itanifanya nitende mema kwa watu hawa, ili nivute mioyo yao kwangu, ili niwasogeze karibu na mimi. Nilipofanya hivyo hata ile $500 ilikuisha. Halafu ile nilipofikiri nimewapa, wanirudishe maradufu tena kwa shukrani. Wengine wakasema hatujawahi kuona mtu kama wewe. Huyu mtu anadhani uko kufundishika. Nikwambia nisiogopi, naamini Mungu na Mungu atabadili kazi yako. Niliona watu wakifika mpaka nasema kweli Mungu sana. Kwa kuna siri ambayo unataka kuwa na watu, hebu jifunze kutoa. Tuna maisha kama hatutoi na vitu haviwezi kutokea. Kuna watu watawapata kwenye maisha yetu. Hii ni hatua ya 4. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kanuni ambazo zitabadili maisha yako. Kanuni nyingine ya 5 ambayo inabadili hali yako. Kanuni ya 5 ambayo Mungu ukiwa nayo hata nyamaza. Kumbukumbu la Torati 20. Hii kanuni kabisa ya Mungu. Hata wanadamu kama hauna kanuni hii, sawa. Kanuni ya 5 ni mtii. Mtii wako kwa Mungu. Ukimtii Mungu, ana ahadi aziweka hapa. Hii ni kanuni ya baraka kabisa. Kumbukumbu la Torati, nisomee mstari 3 wa kwanza na wa pili mpaka 4 au ngoja nisome Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka 3. Nasema hivi: itakuwa usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Anasema na baraka hizi zote zitakujia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Kwa nini usione baraka mjini? Kwa nini usione baraka mashambani? Hii ni hatua ya 5 ambayo Mungu akiona unatabia umemtii, unamsikiliza, unapenda
kutenda kazi ya Mungu, umejungamanisha naye. Anasema nitakubariki wewe, nitakutukuza, nitakuinua. Kwa hiyo kanuni ya tano ambayo inaweza kuinua maisha yako na kubadili kitu kwanza, mtii Mungu. Nyenyekea mbele za Mungu. Chukua hilo neno la Mungu kwa imani. Tii neno la Mungu, liishi. Usikubali na tafsiri tuendelea. Na tafsiri anasema ataiamuru baraka, atakuinua. Kwa hii hatua ya baraka ambayo wewe kama mwana wa Mungu unapaswa uzingatie. Ile habari ya kusema sioni baraka mimi kwenye kila kitu tunachofanya, sioni ongezeko, ni wewe mwenyewe ambaye hujamshirikisha Mungu kwenye hicho ambacho unakifanya. Naona kitu cha sita, naona muda unakimbia. Utii ni nafasi ambayo itakupa mafanikio. Katika waraka wa Yakobo sura ya 5 anasema Mungu huwapiga wenye kiburi, huwapa neema wanyenyekevu wanaotii neno la Mungu. Namba sita, kitu ambacho kitakupa mafanikio, bidii katika kumpenda Mungu. Hii tunaipata Methali sura ya 8 kuanzia mstari wa 17. Methali 8 kuanzia 17. Bidii yako katika kumpenda Mungu na kumtafuta Mungu. Anasema hivi Methali sura ya 8 mstari wa 17. Anasema ninawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukipenda Mungu na ukamtafuta kwa bidii, habari ya kubarikiwa na kufanikiwa ni sehemu ya maisha yako. Haufanikiwi kwa sababu upendo wako na Mungu umepungua. Hatua zako na Mungu zimekoma. Hata unapokaa kwenye ibada, yani kama vile umelazimishwa na mtu, hauko na chochote, huko tu umelala, unacheza, umezubaa, yani hauko makini na kitu ambacho kinatoka kwenye madhabahu ya Mungu. Hiyo ni dalili ya kutokupenda Mungu au kumtii. Na Mungu anasema uangalie watu waliopondeka mioyo, waliotii, wanaotetemeka wasikiapo. Sasa nikikuangalia unapoenenda na unapokaa mbele za Mungu, unaona kama vile yule anasema Bwana kama ananikera, huyu mbona anajidai, huoni kama ni Mungu anamsemesha. Unaona watu tu kwa madhabahu ya Mungu, unaona tu unaona vitu tu kwa madhabahu ya Mungu. Kumbe hakuna anayesimama madhabahuni akalisema neno lake. Ninasema neno, na ndio ile anasema kwamba nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa nini anasema wataniona? Nimesema hatua 7 za mafanikio, na hii tuko kwenye hatua ya 6. Anasema kwa nini ufanikiwe? Anasema mstari wa 18, anasema utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo na haki pia. Anasema matunda yangu hupita dhahabu na dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyotulia. Na baraka za Mungu ambazo zinazidi kila kitu tunachokiona duniani. Hii inakuja kwa kujifananisha Mungu. Unabidii na Mungu, umependa Mungu na kutunza amri zake. Sababu hii itakufanya Mungu usinyamaze. Sababu hii itafanya Mungu aingilie kati kile unachofanya. Umezingatia, umekaa katika maombi, umedumu kwenye misingi ya Mungu. Mungu akiona umesimama, unasimamia haki yake, unasimamia mwelekeo wa Mungu duniani, unakemea watu wasiokwenda taratibu kwenye njia za utaratibu wa Mungu, unaoja hiyo Mungu ndiye anataka. Lakini leo tuna watu ambao mahali pa Mungu kabisa, watu wao mbele za Mungu, wengine anacheza, wengine anafanya kazi, wengine anafanya hivi ya shida kabisa. Mbele za Mungu, tunapokuwa mbele za Mungu, watu wote kama watoto lazima tukae mbele za Mungu, tukusikie Mungu anasema nini kwa ajili ya maisha yetu. Mungu anasema nini juu ya eneo tulipo. Mungu anasema nini juu ya nafasi ambayo ametupa. Kuna hatua ambayo wewe utapata kwa sababu hujawahi kuzingatia kanuni za Mungu. Ndugu, tukwambie
ambavyo haviwezi kuelewa maisha yako. Hauko makini, haujali kabisa. Haujali. Namba 7 ambayo ni namba ya mwisho kabisa, ambayo hii ndio itatupa ushindi ya Mungu. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Yohana sura ya 6. Hii ndio hatua ya mwisho itakayokufanya wewe ufanikiwe. Wewe na uzima katika kila hatua. Sijui umekosa uzima kwenye nini, lakini hili neno litakupa uzima. Yohana 6:63. Anasema hivi. Anasema roho ndiye atiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Wanasifiwe. Hii ndio hatua ambayo unafikia. Neno la Mungu linakuwa roho ndani yako. Neno la Mungu linakupa uzima. Neno la Mungu linakupa majibu. Mimi sijui wapi unapita, lakini nasema hili neno lina uzima. Hili neno lina nafasi ya kuleta uzima kwenye maisha yako. Sijui kitu gani kimekufa, lakini Yesu anasema kwamba neno hili niwaambia mimi ni roho tena ni uzima. Tena anasema sasa roho ndiyo inaleta uzima. Kitu gani kimegoma? Kusisha roho, kusisha roho. Kiingilie kati maisha yako. Na usipoihusisha hii roho, hata akili zinagoma. Akili zako haziwezi kuona matunda kama roho iliyo ndani yako hujaipa nafasi. Lazima ujue kwamba neno la Mungu ni roho na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Sasa uzima wangu upo ndani ya neno. Hii ndoa yangu sitaweza kutembea naye mwenyewe. Lazima nihitaji roho ile kazi alete uzima kwenye roho. Uchumi wangu umegoma, matokeo ya maisha yangu yamegoma. Unahitaji msaada wa roho ili alete uzima. Hapo mahali ambapo pana mauti, pana matuto, pana matatizo, lakini roho ataleta uzima. Ndio maana nasema roho ndiyo atiaye uzima. Bwana asifiwe. Anasema mwili haufai kitu. Usitegemee majibu yako kwa mwili. Usitegemee hatima yako kwa mwili. Mungu sura ya 32 mstari wa 8. Soma, nasikia neno linakuja. Ngoja tuone. Mungu 32 mstari wa 8. Asante Yesu. Nimepata hili. Anasema hivi, tunamalizia hivi. Hizi ndizo hatua za mafanikio kwenye maisha yako. Anasema katika Ayubu 32 mstari wa 8. Anasema lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Bwana asifiwe. Iko roho ndani yako. Hiyo roho ambayo iko ndani yako, anasema imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Kwa lazima uhakikishe kwamba roho amekaa ndani yako sawasawa. Na akikaa ndani yako anasema kukupa wewe akili. Mungu atapuliza pumzi yake. Mahali ambapo pamekufa, mahali ambapo pamegoma, utaanza kuona uzima. Na mahali ambapo wewe utaanza kuona akili, kwa sababu umeshirikisha roho ambaye yuko ndani yako. Yesu anasema maneno haya ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo haya maneno ya Mungu ndio yanayokupa uzima. Mafanikio yako yanategemea jinsi utakapohusisha roho. Anasema mwili haufai kitu. Kwa tunapokuwa mbele za Bwana, tusahau kutafsiri maisha yetu kwa mwili. Tusahau kutafsiri mambo yetu kwa mwili, au kutaka kuleta matokeo ya Mungu kwa njia za mwili. Utachelewa sana kwa Mungu. Lazima uhakikishe roho ya Mungu iliyo ndani yako, na pumzi za Mwenyezi zikupe akili za kutengeneza maisha yako, kutengeneza njia zako ziweze kuwa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno langu limeishia hapa. Nina maneno mengi ya Mungu, lakini muda wetu hautoshi. Nimesema hatua za 66. Anasema mtu ambaye anaambiwa Mungu, na hakuna kitu kitakachomfanyia Mungu kama utashughulishwa naye, utapondeka na kunyenyekea. Kitendo cha kupondeka, anasema wewe Mungu atakuangalia na atakuinua. Tumesoma Zaburi ya kwanza
kwanza, utakapotunza njia zako na Mungu, utakapotengeneza misingi yako na Mungu, anasema Mungu atainua maisha yako. Mungu hatakuacha, utabarikiwa kwa kila kazi, utazaa kwa wakati. Hili ndio neno la Bwana linaloleta misingi ya mafanikio. Tukasoma tena